iendelee kujenga umoja wetu. Tutaomba viti vya mbele ndio vijazwe. Kwa hiyo wale walioko nyuma, tafadhali mje mbele kabisa, ili watakapokuwa wakiendelea kuja, basi watakuja kuchukua nafasi zile zilizoko mbele. Basi na tuanze ibada hii tukianza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukiwa tumesimama, tumshukuru Mungu. Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa wema wako umetukusanya katika familia zetu, lakini pia kutoka katika madhehebu yetu, na sisi tumesimama katika neno lako, na kwamba wewe unafurahi sisi tuko pamoja, na umetuombea umoja katika Injili ile ya Yohana. Tumekuja mbele zako kukuabudu na kusifu adhuhuri hii ya leo. Tunaomba ukaendelee kuonekana, utamalaki katika ibada hii. Ibada hii ikaendelee kuinua wewe sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba yote kwa Kristo kwa Bwana wetu. Amen. Na tuketi sasa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mgeni wetu rasmi na baraka dhidi ya kwaya. Sasa ningeomba kwaya mwenyeji mtaimba, alafu basi kwaya tutaikaribisha. Basi kwaya Anglikana itaimba baada ya kwaya mwenyeji Mwenge kuimba. Kuna wenyeji wetu hapa, karibuni wenyeji, alafu basi kwaya mtaimba tafadhali. Karibuni.
Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Uhimba Yesu. Asante. Karibuni kwaya yetu ya Mass Choir kutoka kanisa la Anglican. Karibuni.
msaidizi wetu wa askofu na wachungaji tuliopo, pamoja na Wakristo wote tulioshiriki katika ibada hii ya Pentekoste ya Umoja wa Makanisa. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu Baba yetu wa mbinguni aliyetupa kibali siku hii ya leo tukaweza kuwepo katika nyumba yake. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti wetu wa Umoja wa Makanisa mkoa wa Dar es Salaam ili aweze kutuletea utambulisho. Karibu sana mwenyekiti wetu tafadhali kwa ajili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mwana kondoo ameshinda. Hebu shangwe na makofi mengi kwa Yesu. Awali ya yote nimshukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ameahidi kwamba walipo wawili au watatu wakusanyika kwa jina lake, yeye yuko hapo hapo katikati yao. Hebu makofi mengi kwa ajili ya uwepo wa Yesu katikati yetu. Lakini ni washukuru wenyeji wetu wa ibada hii ya Pentecost kwa mwaka huu wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025. Wenyeji wetu kanisa la KKKT, makofi mengi kwa ajili yao. Umoja huu wa makanisa mkoa wa Dar es Salaam ulianzishwa mwaka 1963. Kwa hiyo mwaka huu wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025 umoja wetu unatimiza miaka 62. Hebu makofi kwa ajili ya umoja huu. Uko chini ya uongozi wa mababa maaskofu na mwenyekiti wao kwa sasa ni Baba Askofu Dr. Alex Gehaz Malasusa. Makofi mengi kwa ajili yake na kwa heshima nyingi sana yuko pamoja na sisi mahali hapa. Kutuongeze tena makofi kwa Mungu. Lakini pia tunaye Baba Askofu Mafuja, yeye kutoka AICT. Makofi mengi kwa ajili yake. Asante sana. Umoja huu unayo kamati inayoratibu shughuli za umoja huu inayoitwa kwa kifupi KUMDI. Kirefu chake ni Kamati ya Umoja wa Makanisa Dar es Salaam. Niombe ile kamati tuisimamishe pale ilipo. Isimame pale ilipo, itoshe tuwapongeze kwa makofi mengi sana. Asanteni sana wana kamati kwa ushirikiano wenu na maandalizi haya yote. Lakini kamati inafanya kazi kwa karibu sana kwa ushirikiano mkubwa na maaskofu, wachungaji, wainjilisti na umoja wa wanawake wa makanisa mkoa wa Dar es Salaam au kwa kifupi UWAMACDA. Niombe UWAMACDA pale mlipo msimame. Makofi mengi kwa ajili yao. Lakini pia wanashirikiana kwa karibu kabisa na wadau wote wa Injili, kwa maana ya wababa wote, wamama wote, vijana wote na watoto wote. Hawa pia tuwapongeze au tujipongeze wenyewe kwa makofi mengi. Makanisa pamoja na huduma zilizopo katika umoja huu nitazitaja, alafu watasimama pale walipo ili tuweze kuwafahamu. Kanisa la African Airline Church Tanzania AICT, mliopo msimame katika ibada hii. Asante kwa makofi hayo. Lakini pia kanisa la Anglican. Asante sana. Lakini pia kanisa la Baptist. Asante. Kanisa la Katoliki. Asante sana. Lakini kanisa la Udugu. Asante sana. Asante sana.
Lakini nalo kanisa la Mennonite. Asante. Tunalo kanisa la Methodist. Asante. Tunalo kanisa la Moravia. Asante. Lakini tunalo kanisa la Presbyterian ya Afrika Mashariki. Asante sana. Asante sana. Lakini pia kuna kanisa la Mungu, Church of God. Asante. Kuna kanisa la Pentecost Tanzania. Asante. Kuna kanisa la TAG Tanzania. Asante. Kuna kanisa la Orthodox. Lakini tunalo kanisa la Salvation Army. Asante. Lakini tunazo huduma wa ministries World Agape. Asante. Tuna African Evangelistic Enterprise AEE. Asante. Tuna Agape Center. Tuna Big November Crusade. Tuna Life Ministry. Tuna YMCA. Tuna YWCA. Asante. Niseme machache maana moja ya mambo ambayo natakiwa pia kuyazungumza ni juu ya umoja wetu. Moja kati ya majukumu makubwa ya kamati ya umoja wa makanisa ni kutembelea makanisa na huduma nilizozitaja, lakini viongozi wake na kuandaa ibada za pamoja. Mathalani mwaka huu tumekuwa na ibada kama ifuatavyo. Maombi ya dunia kwa watoto tulifanya tarehe 15 mwezi wa pili pale Salvation Army. Hebu tuwapongeze kwa makofi wenyeji wetu wale. Lakini pia maombi ya dunia kwa vijana tulifanya tarehe 22 mwezi wa pili kanisa la Baptisti pale Kinondoni. Lakini pia tulifanya maombi ya watu wazima tarehe 7 mwezi wa tatu pale viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini pia tulifanya ibada ya Pasaka tarehe 12 mwezi wa 4 kanisa Katoliki Magomeni. Na leo tuko hapa kwenye ibada ya Pentecost leo tarehe 8 mwezi wa 6 kanisa la KKKT hapa Mwenge. Tutakuwa na ibada ya Christmas tarehe 13 mwezi wa 12 ambayo itafanyika kanisa la KLPT. Watatueleza ni sehemu gani tutakapokwenda kufanyia. Basi tukiwapongeza kwa imani, maana yake pia tutakwenda kushiriki ibada ya Christmas. Makofi kwa ajili ya kanisa la Pentecost Tanzania. Ibada ya leo itahusika pia na kuwatunukia vyeti viongozi wa wamama wa Makna, vijana na watoto, waenzi kwa utumishi wao uliotukuka. Zoezi hilo atalisimamia mwenyekiti wa Makna. Basi tupongeze kwa makofi. Wakati ukifika wataweza kupata vyeti. Niseme juu ya changamoto letu kubwa la umoja kwamba ni watu waliozaliwa jangwani. Sasa ninyi mnajua watu waliozaliwa jangwani, wale ambao walitoka katika Misri, kama kuna changamoto kubwa ni wale waliozaliwa jangwani. Kama nilivyosema, umoja wetu ulianzishwa mwaka 1963. Kwa hiyo waliozaliwa jangwani hawajui changamoto za Misri kwa maana hawakuwepo. Lakini pia hawajui Kanaani, nchi yenye kujaa maziwa na asali, maana bado hawajafika. Watu wa Mungu, umoja huu toka mwaka 1963 hadi leo tunapoadhimisha miaka 62, hapa mahali pangekuwa hapatoshi. Lakini shida ni waliozaliwa jangwani. Mpe mkono jirani yako, mwambie wewe umezaliwa jangwani au umezaliwa wapi? Sijui amekujibu nini, mpongeze kwa makofi. Msafuristi katika Zaburi ya 133 mstari wa kwanza anasema,
tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Maana yake nini? Ni kwamba ndugu wanaweza wakakaa pamoja lakini wasio wamoja. Niombe sana umoja wa makanisa mkoa wetu wa Dar es Salaam, watu wa Mungu tunie pamoja. Na umoja ndio sala aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Yohana sura ya 17. Anasema tuwe na umoja kama yeye na Baba walivyo na umoja. Kwa hiyo tuombee umoja wetu huu, na tukikaa kwa pamoja na kujenga umoja huu wa makanisa, basi tutafika mbali. Ni maombi yangu na yawe maombi yenu kwamba ikiwezekana tufike mahali pa kuzungumza umoja wa makanisa wa nchi yetu nzuri ya Tanzania. Mungu wa mbinguni awabariki. Sasa nitafanya kitu kimoja. Maji ya dafu ni vizuri kunywea kwenye kifugu chenyewe cha dafu. Kiahamisha kwenye glasi yanakosa ladha. Tunao wachungaji kadhaa walioko mahali hapa, nianzie walioko huko nyuma kabla ya kuhamia kwenye madhabahu. Niombe tuje hapa mbele tujitambulishe wapi tunatoka na tunahudumu. Wanapokuja hapa mbele wachungaji wote, hata kama huko nyuma, tuje tutambue uwepo wenu. Wanapokuja hapa mbele, makofi mengi kwa ajili yao. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Mimi naitwa Mchungaji Suma Msiala kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri, Jimbo la Kati, mtaa wa Majengo. Naitwa Mchungaji Ibrahim Mgwaka kutoka sharika la Sinza, Jimbo la Kaskazini, Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Mchungaji Henry Minuka kutoka KKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, idara ya misioni, uinjilisti na diakonia. Mchungaji Titus Kiame, kanisa la Mungu wa Kikristo cha Ng'ombe, mchungaji kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Masara Kulangwa, padri wa kanisa Anglikana Tanzania, Dar es Salaam. Asante. Wanaporudi wachungaji, makofi mengi kwa ajili yao. Sasa kwa heshima nialike tulio madhabahuni nanyi tuje hapa ili kila mmoja aweze kujitambulisha. Basi wanapokuja hapa, makofi mengi kwa ajili yao. Naitwa Mchungaji Chederi Rwiza, KKT. Naitwa Padre Geminus Gosbert Rwiza kutoka kanisa Katoliki Mwenge. Haleluya. Naitwa Flora Kasia Chimande kutoka kanisa la Jeshi la Wokovu. Haleluya. Mchungaji David Otieno kutoka kanisa la Jeshi la Wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Yohana Ramadhani Kipugo, mchungaji wa kanisa la Anglican pale Paulo Petro Mwenge. Mwana-kondoo ameshinda. Naitwa Mchungaji Gentleman Richard Mwansile, mchungaji wa kanisa la Moravian, Jimbo la Mashariki, ushirika wa Mwenge hapa Kianda. Bwana Yesu asifiwe.
Mchungaji Dr. Amani Limo, mchungaji mwenyeji kanisa la KKT Mwenge. Baba Askofu mgeni rasmi mwenyekiti, kwa kibali chako niombe Baba Askofu Mafuja, kwa sababu hata kuwa na nafasi nyingine basi atusalimie na wewe utakusalimia wakati wa mahubiri. Uhuru wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Muombe pia Mama Askofu asimame tukiambatana naye. Askofu Filipo Mafuja kutoka kanisa la AICT, ni askofu wa Dayosisi ya Pwani. Asante sana. Mengi kwa Baba Askofu. Ongeza makofi kwa Baba Askofu Mafuja. Asante, lakini tutambue uwepo wa kwaya zitazisimamisha zote kwa pamoja, alafu tumshangilie Mungu kwa ajili ya kwaya zetu ambazo zimefika siku ya leo. Tunayo kwaya ya Uinjilisti KKKT, tunayo kwaya ya Sinza, tunayo kwaya ya Mwenge, tunayo kwaya ya Anglikana Mwenge, kwaya ya Katoliki Mwenge, lakini pia tunayo kwaya ya Moravia. Tumesema tusimame wote, tumezitaja tu, alafu makofi mengi na tumepigia. Sasa tuungane na kwaya hizi sisi wote, sasa tusimame, alafu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Asante sana, asante sana. Mimi mwenyekiti alishajitambulisha, naitwa Kanoni Matthew Andrew Maiga, na kwa neema ya Mungu basi leo kaimu mwenyekiti wa kamati ya umoja wa kanisa Dar es Salaam. Mungu awabariki nyote. Asante sana. Tumshangilie mwenyekiti wa mengi. Asante. Kwa heshima Baba Askofu, sasa niombe nikaribishe kwaya kutoka kanisa la Katoliki waweze kutupa wimbo kwa saa ya sasa. Karibuni sana Katoliki. Arasi Mwenge, karibuni sana uweze kutupa wimbo kwa sasa hivi. Baada ya hapo tutasikia somo la kwanza. Karibuni sana. Aliyeandaa somo la kwanza aliandaa. Baada ya kwaya tasogea kwenye maiki pale, ataanza kusomea somo.
mpaka mstari wa 29. Niombe tusimame tafadhali. Kitabu cha nabii Yoeli mlango wa 2 mstari wa 23 mpaka wa 29. Karibu sana Father Jemilus Ruiza, amekaa na msaidizi wa Askofu Ruiza, mipango ya Mungu ya mbinguni. Tusikilize somo kutoka katika kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 23 mpaka wa 29. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina Roho yangu. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Naomba tukae tafadhali. Karibuni kwaya ya umoja Anglikana, kwaya ya umoja Anglikana tafadhali. Karibuni sasa.
la msalaba. Tusikie somo la pili kama lilivyoandikwa Matendo ya Mitume mlango wa 2 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 11. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu kufuatana, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Wapathi na Wamedi na Waelemi, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Hili ndilo neno la Mungu. Asante, tunamshukuru sana msaidizi wetu askofu kutoka kanisa la KKT kwa ajili ya kusomea somo la pili. Sasa nitaomba sasa tutaenda kuimba tenzi namba 12, wimbo wa Pentekoste sisi sote. Naomba tusimame tuimbe tukimshukuru Mungu
maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu hauoni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda siye Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Na hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Asante sana mchungaji Lenka kutoka Moravia. Basi karibu kwaya ya Katoliki Tafadhali Magomeni, kwaya kutoka kanisa Katoliki Magomeni, karibu. Katiba inaenda kutafuta mamlaka mjini wetu Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wetu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Baba Askofu Alex Elias Masusa, baada ya kwaya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu.
kule Magomeni. Mungu awabariki sana. Kwa mzuri wa kuona haya tunayapata wapi kama sio siku ya Pentecoste duniani. Kanisa, utujie na sisi sasa watoto wako tunapokusanyika na kusikia ujumbe wako. Tunaomba haya yote kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Tuketi tafadhali. Ninashukuru kwaya zote ambazo zimeimba na kumtukuza Mungu mahali hapa. Kila kwaya ilikuwa na vionjo vyake vizuri sana. Namshukuru Mungu kwamba walionisukuma sana kuwepo leo, mmoja hayupo, Fadhali Koko, lakini nimemsamehe kwa sababu ameandaa kwaya ya Magomeni na imekuja. Ya kwaya pamoja na watoto ambao wanatudhihirishia kwamba umoja wetu wa makanisa utaendelea miaka na miaka, kizazi na kizazi. Nilipokuwa nimekaa hapo, tulipokuwa tunasikiliza hotuba fupi ya mwenyekiti akituambia juu ya kuwepo jangwani na hatujajua lini tutafika Kanaani, amenifikirisha sana kwamba umoja huu umeanza mwaka 1963. Wakati huo pale ofisini ninapofanya na kiti ninachokaa, nilisoma dokumenti moja iliyoandikwa na misionari kutoka Marekani aliyekuwa ametumwa pamoja na kanisa la Finland na aliyekuwa akishughulika na kanisa la Kilutheri hapa mjini. Aliwahi kuomba fedha ili kujenga kanisa kubwa hapa Dar es Salaam, lakini niliposoma jibu alilopewa, aliambiwa hilo kanisa umeomba ni kubwa mno. Sasa hivi Dar es Salaam haijafikia watu 50,000. Wewe unaomba kanisa au jengo kubwa, ukisema unahisi Dar es Salaam itafikia watu 300,000, haitafikia hata siku moja. Nilikuwa nasoma juzi tu dokumenti hiyo, kama mwaka 1963 watu walikataliwa kwamba Dar es Salaam haitafikia watu 300,000. Leo Dar es Salaam na takribani watu milioni 7. Hilo limenifikirisha sana sisi kama makanisa yaliyopo Dar es Salaam kwamba ni lazima tubadilike, tuonyeshe uchaji, tuonyeshe moyo wa ibada. Mimi nina hakika, na hasa wanaume wenzangu, tukubali kwamba wamama wanapojiandaa huwa wanajaa kiasi kwamba wameamua kufanya uwanjani. Tulikwenda pale Mnazi Mmoja, tuliona wamama wengi. Hivyo kiongozi, ni lazima tutumie baraka ya kuwa na umakina ili makanisa yetu yasitoshe kwa wingi tulionao. Ni kwa ibada kama hii ambayo wababa na wamama watamshukuru Mungu. Kwenye yale maadhimisho na maombi ya dunia tunawaona wamama. Hebu basi wababa, tulete sauti ya wababa, tusaidie, tuungane, tuandae ibada kama hizi ili ziwe na kishindo. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Kuna watu ambao hawaelewi kwamba sisi wa Kristo ni wengi hapa Dar es Salaam. Lazima hatuendi kwa ajili ya kujionyesha tu, lakini tuende tumwombe Mungu wetu ili aweze kulilinda jiji hili la Dar es Salaam na miji yote iliyo karibu na Dar es Salaam
lakini uwe ushuhuda wa jinsi tunavyompenda Mungu. Kama leo ninaona hatukuwa na matangazo mengi, lakini kanisa letu limefurika. Napenda kumshukuru Mungu sana. Nashukuru sana kamati hii ya maandalizi kwa ibada hii. Nashukuru viongozi wenzangu tuliokuwa huko mbele. Leo ni siku ya Pentecost, na tangu asubuhi tumekuwa tukikumbushana habari za Pentecost. Pentecost ni nini? Kwa bahati mbaya hapo katikati, na imeendelea kuridhiwa, watu tukidhani kwamba Pentecost ni dhehebu. La hasha. Neno Pentecost ni siku 50 baada ya wale wenzetu walipotoka katika mateso kule Misri, na Pentecost iliendelea kuadhimishwa kila baada ya Pasaka, na Pentecost imekuwepo zaidi ya miaka 3000 sasa. Pentecost ndio jina lake, na kundi moja likasema sisi tutakiita Pentecost, na bahati mbaya na sisi sote tukafikiri Pentecost inawahusu wao peke yao. Sisi sote ni wa Pentecost. Kwa nini? Kwa sababu siku ile ya Pentecost hawa wanafunzi wa Yesu, na mnaosoma Biblia vizuri, kuna tofauti ya wanafunzi na mitume. Mitume walikuwa sehemu ya wanafunzi, lakini wanafunzi walikuwa wengi zaidi. Ni kila anayesoma na kila anayefuata Yesu ndio alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Hata sisi hapa wote ni wanafunzi wa Yesu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Wanafunzi walikuwa wamekwenda kuadhimisha Pentecost kama ilivyokuwa kawaida yao katika jiji la Yerusalemu, na walichagua chumba cha juu, the upper room, na wakaingia katika maombi. Na ghafla ndipo tuliposomewa hapa, kulikuwa upepo uliopita, ngurumo, na hawa wanafunzi ghafla wakaanza kuzungumza lugha. Na walikuwa wakisikiliza, walishangaa. Na walikuwa chumba cha juu, kwa hiyo watu wengi walisikia, na walianza kuulizana, hawa sio wa Galilaya hawa? Yaani watu walio katika pwani ya ziwa Galilaya, mbona tunasikia wanazungumza lugha mbalimbali, Persia, Kilibia, lakini wote haya wanayozungumza wote tunayaelewa, lugha mbalimbali, lakini wote tunaelewa. Walijawa mshangao. Ile aya ya 7 na ile ya 8, imekuwaje basi? Kwanza wanasema ile ya 7, wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Yaani watu wanazungumza lugha nyingine, wako kwenye maombi chumba cha juu, wanazungumza Kirusi au Kiukraini au Kiarabu. Wewe mchanga unasikia, wewe Mpare unasikia, wewe Mnyamwezi Msukuma unasikia, wewe Msambaa unasikia, potelea mbali na Mnyakyusa unasikia. Imekuwaje? Kumbe
tunaweza tukawa na lugha nyingi, tunaweza tukawa na madhehebu mengi, lakini leo, hata leo tu hapa, pamoja na tofauti za madhehebu yetu, kila aliyekuja na rhythm na uwezo na namna anavyoimba, lakini tukashangaa wote tumesikia. Huyo ndio Yesu, ndio Roho Mtakatifu. Hiyo ndio Pentekosti. Tunaweza tukawa na tofauti zetu, lakini tunapomwalika Roho Mtakatifu kwa katikati yetu, wote tunaelewana. Ndugu zangu, kushuka au kuvuviwa kwa Roho Mtakatifu ni ahadi ya Yesu mwenyewe, na tumesikia katika mistari tuliyosoma, aya tulizosomewa. Yesu mwenyewe anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke. Yesu anasema katika Yohane 16 aya ya 7 mpaka 11, kwani nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, nikienda zangu nitampeleka kwenu. Ni ahadi iliyo njema na uthibitisho. Hivyo mtu akikuuliza Pentekoste ni nini, ni uthibitisho wa Roho Mtakatifu kwa katikati ya kanisa lake. Hayuko katika dhehebu, yuko katika kanisa lake ambalo ni mimi na wewe. Roho Mtakatifu yupo, na kwa bahati mbaya katika makanisa yetu na hata mitaguso mingi tumezungumza sana zile nafsi mbili, Baba na Mwana, lakini tukamsahau sana Roho Mtakatifu. Pentekosti ya mwaka huu wa 2025 itukumbushe kwamba tunayo huyo msaidizi, yani Roho Mtakatifu. Tena mwandishi wa waraka ule kwa Wagalatia sura ile ya 4 na aya ya 6 anatuthibitishia kwamba, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, yani kwa kuwa sisi tumekubali huyo Yesu, kwa kuwa sisi tumekubali kuwa Wakristo, mwandishi wa Galatia anasema Mungu amemtuma Roho wa mwanaye. Ninyi wasomaji wa Biblia mnakumbuka Yesu mwenyewe alisema katika Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe, katika tukio lile la Pentekosti, kanisa la Mungu lilipokea nguvu. Sisi sio wanyonge tena, tunapata nguvu ya uinjilishaji, nguvu ya kumshuhudia huyu Kristo aliyekufa na kufufuka. Ametuondoa aibu yote. Hebu fikiria, tungekuwa tunasema nini juu ya Yesu kama alizaliwa, akateswa, akafa, alafu akatoweka. Lakini sisi tunapata nguvu kwa sababu alizaliwa, akaishi katikati yetu wanadamu, akateswa kwa ajili ya dhambi zetu, akafa, na kama alivyoahidi siku ya tatu akafufuka. Na leo tumesikia mstari mzuri sana, anasema kwa kuwa mimi ni hai na ninyi mtakuwa hai. Wakristo lazima tuende kifua mbele, hasa tunapopata
habari hii ya Pentekosti pale Yerusalemu, kujazwa kwa Roho Mtakatifu, hakutuachi sisi kuwa wanyonge. Na katika historia ya kanisa, tukio hili la Pentekosti kama leo halikubaki kwa wale wanafunzi tu, bali wale wanafunzi baada ya kujazwa Roho Mtakatifu ndipo walipotoka. Ndio maana wasomi wengi wa Biblia na wateolojia wengi wanaichukua siku hii ya Pentecost kama birthday ya kanisa. Kanisa ndipo liliposambaa ulimwenguni mote Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu aliwaambia tulieni mpaka mtakapopata kipawa cha Roho Mtakatifu, na walipopata kipawa hicho walikwenda wakamshuhudia. Ndio maana ninapoona vijana wa umoja wa makanisa wanakutanika pamoja na changamoto nyingi zilizopo katika jiji hili, natambua kipawa cha Roho Mtakatifu kiko ndani yao. Ninapoona wamama ndani ya Umakida wanakutana, ni kwa sababu ya yule Roho wa Pentekosti aliyeingia pale Yerusalemu, anawapa nguvu, wanaendelea. Ninapoona kwaya, licha ya kwamba leo mmekuwa na misa, mmekuwa na ibada ndefu, lakini bado mmekuja hapa, ni kile kile kipawa cha Roho Mtakatifu kinaendelea kufanya kazi. Viongozi mliokaa huku mbele, hatujaachwa, na sisi tumepata, kwa sababu Roho yule yeye habagui. Kama hakubagua lugha, hata sisi hajatubagua. Hatujachoka, bado tuko imara. Ndugu zangu, sasa mambo mawili ambayo ningependa kuyachukua. Hii nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo tunaisikia iliyotokea pale Yerusalemu ilikuja katikati ya maombi. Kanisa la Mungu lazima liwe na nafasi ya kuzungumza na Mungu kila wakati. Maombi ni kuzungumza na Mungu. Wala usije ukasema mimi sijui kuomba. Unaweza usije kuomba, lakini muombe, Roho Mtakatifu atakufundisha. Na wala mtu asikudanganye akabinafsisha maombi. Kuna watu siku hizi kila wakati anasema tumishi tuombee. Wewe ukishabatizwa na ruhusa ya kuongea na Mungu. Mwambie Mungu naye atakusikia. Wewe ni mtoto wake na yuko tayari. Hawa walipokuwa kwenye maombi ndipo Roho Mtakatifu alipowashukia, na tunaambiwa wakaanza kunena kama ndimi za moto. Asubuhi niliwaambia watu wa makanisa yale Trubia, wanapoona tunabadilisha rangi, labda wanafikiri tunamechisha. Hatumechishi. Hii ndio rangi ya Roho Mtakatifu, nyekundu, kwa sababu ni rangi ya ndimi za moto. Tunapoona rangi nyekundu tunakumbushwa Roho Mtakatifu, tunakumbushwa nguvu iliyokuwepo pale Yerusalemu, kwamba hata leo ili nguvu bado ipo. Kanisa basi ni vema kuendelea kujifunza juu ya Roho Mtakatifu na kutamani daima kuwa na hizo nguvu za Roho Mtakatifu, kwani Roho Mtakatifu yeye ndiye msaidizi katika maisha yetu. Unaweza ukaenda peke yako ukasoma Yohane ile sura ya 16 aya ya 7. Lakini pia yeye huyo Roho Mtakatifu ndiye anayetutakasa. Wasomaji wa Biblia wasome barua ya Paulo mtume
ile barua ya kwanza sura ya 6 na aya ya 11. Lakini pia huyu Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuyafanya mapenzi ya Mungu ili tusifanye mambo ya kishetani. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha mabaya na mema, kwamba hili ni baya, hili ni jema. Usidhani mtu mwongo au mbea, sijui kwani wanaitaga mbea, mbea kuna nini sijui. Lakini waongo wanapata tabu sana, hata maana baada ya kudanganya, hata yeye nafsi yake inamsuta kule ndani, isipokuwa ni jasiri tu. Ni jasiri tu. Lakini Roho Mtakatifu, kwa sababu tunabatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba hilo uliosema sio sawa. Hata wewe mwenyewe unajijua. Yaani sio lazima padre, mchungaji, askofu, injilisti au njia yoyote akwambie wewe umefanya kosa. Roho Mtakatifu anakushuhudia hata wewe, hata ulioyafanya jana yasiyo mema, anakushuhudia na anakusukuma ili utubu. Kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha kupendana. Upendo. Kwa hiyo Anglikana ni hapa juu ya upendo. 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 Asome Rumi 15:13. Ni kazi ya Roho Mtakatifu inayotufundisha. Sisi hatuwezi kupenda kama Mungu anavyopenda, lakini Roho Mtakatifu anatuwezesha. Lakini pia Roho Mtakatifu hutupa matumaini. Hutupa matumaini na kutuondoa mashaka. Dunia hii imejaa mashaka, imejaa kukatizana tamaa. Waulize wafanya biashara. Wengi wameacha kufanya biashara kwa sababu wamesikia miluzi na kelele za watu kutaweza. Lakini msikilize Roho Mtakatifu, anaweza kukupeleka kwamba songa mbele, kwa sababu kazi yake ni kututia nguvu. Huyu Roho Mtakatifu daima ni mwalimu na anatufundisha ni wakati gani wa kusamehe na namna gani ya kusamehe. Huyu Roho Mtakatifu daima anatupa utayari, ni wakati gani wa kusema na wakati gani wa kunyamaza. Mkristo sio kila kitu useme, sio kitu ujibu, kila kitu ujibu. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anakuambia atasema mjinga, kunyamaza sio ujinga. Inawezekana kwa kusema kwako ukawa mjinga tena mpumbavu. Sisi tunaalikwa na Roho Mtakatifu. Usiseme ovyo. Usiseme ovyo. Sisi ni chombo cha pekee sana. Sisi ni watu wa level nyingine. Ukishabatizwa wewe ni level nyingine. Wewe ni mtoto wa Mungu. Lakini mwisho Roho Mtakatifu kama ilivyo katika Rumi 8:26 anatufundisha namna ya kuomba. Namna ya kuomba. Aya ningependa niisome 8:26. Yanasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Wakati mwingine mahali pa kuomba watu wanalalamika. Sasa hivi walalamikaji ni wengi sana kuliko waombaji. Unakuta mtu analalamika, unajua omba, unataka nini? Roho Mtakatifu anatufundisha kuomba. Roho Mtakatifu anatufundisha hata kushukuru. Roho Mtakatifu ni mwema kwangu, ni mwema kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Mungu abariki neno lake. Amen. Kwa mkuu wetu wa kanisa na askofu wetu wa umoja wa makanisa mkoa wa Dar es Salaam. Mengi jamani, hayo hayatoshi. Mazuri ya utatu pamoja na
tunapokea kwa moyo wa shukrani. Mungu akubariki sana kwa neno. Wapendwa wangu, sasa ni nafasi nyingine ambayo tunakwenda. Nitaomba ratiba yetu itakuwa na mabadiliko kidogo. Kabla ya kuingia kwenye maombi, tutaingia kwenye sadaka, ili tukishamaliza maombi basi tunamaliza ibada yetu. Kwa hiyo nitaomba, nitaenda kumuomba mchungaji Abdela kutoka Moravia, atasema neno kwa ajili ya sadaka, kutuandaa kwa ajili ya kutoa sadaka. Hakuna ibada pasipo sifa, maombi, neno na sadaka ni sehemu ya ibada. Na sadaka yako nzuri. Sasa mchungaji Erika, karibu. Lakini niombe kwaya ya KKB Sinza, si kama mtoto mbali. Mko pale mliandaa kusogea hapa mbele, mnaimba wakati wa sadaka, na vijana kutoka Moravia pia hataima, si kama mko tafadhali. Vijana Moravia, asante mko pia. Kwa hiyo mtaimba pamoja na kwaya ya KKB Sinza, utamaliza basi mtaimba pia. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie Mungu. Asante sana. Tumesikia neno la Mungu. Naamini kila mtu amepokea kitu chake. Amepokea kutoka neno hili la Mungu kusema leo, baada leo ni siku ya Pentekoste. Ni siku ambayo tunakumbuka jinsi wanafunzi wa Yesu walipokuwa na Roho Mtakatifu. Lakini nimesimama kwa ajili ya kuzungumza ya namna kutolea Mungu sadaka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tulimsikia mwenyekiti wetu wa Umoja wa Makanisa akizungumza juu ya uendeshaji wa jambo hili la umoja. Kweli watu tunasema umoja, lakini umoja wetu uendane na kutolea Mungu sadaka. Jambo hili ni jambo jema sana. Tunapokaa mahali pamoja, tunaponia pamoja, lakini pia tusisahau kumbuka kutolea Mungu sadaka zetu, tena kutoa kwa moyo wa uaminifu. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha jinsi ya kutolea Mungu sadaka. Kuna watu siku wanasema, unajua nini, lazimishwa tu. Sikupenda kabisa mimi kutoa sadaka. Umtolee mtu, unatoa sadaka kwa sababu Roho Mtakatifu anakusemesha kwamba sadaka ni sehemu ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaomba sana kwa kusaidia kila mtu jinsi alivyokuja aweze kutolea Mungu. Na sadaka hizi zinafanya kazi ya kueneza Injili, ya kupeleka Injili mahali popote. Nilikuwa nikitafakari baba askofu aliposoma ule waraka aliokuwa ofisini kwake, akasema watu hawatazidi. Lakini watu wamezidi. Dar es Salaam sasa watu ni wengi, lakini wataongezeka zaidi na zaidi. Na kwa njia hii tunahitaji kutolea pia sadaka zetu ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Hawatakwenda wasipopelekwa. Wanapelekwa ni kwa njia ya fedha zetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba kwa namna hiyo kila mtu aweze kushika sadaka yake mkononi. Akishashika sadaka yake, tutaendelea kuomba wakati kila mtu ameshika sadaka yake mkononi. Na usemeshe hiyo sadaka. Roho Mtakatifu akusaidie, akusemeshe na hiyo sadaka utakayoshika, kwa sababu ni baraka kubwa sana kutolea Mungu. Basi naomba tusimame kabla ya kuanza kuimba, tunashika sadaka zetu na kuomba.
Asante. Wakazi wa kanisa watakuelekeza jinsi ya kuja hapa kutoa sadaka. Tuliokaa upande huu tutaanzia kule nyuma, tutakuja tutapita hivi, na waliokaa upande huu wataanzia kule nyuma pia, watakuja watapita hivi, tutamalizia sisi wa mbele. Niombe nitangulie uwepo wa mchungaji Ana Bilonga na mchungaji Ana Bilonga karibu hapa mbele, pia watumishi wengine wa Mungu waliopo. Tumeandaliwa viti vya mbele hapa tafadhali. Karibu sana na mchungaji Ana Bilonga. Dada yangu tena mwana sasa pia nifikiri leo nafurahi leo pamoja na sisi. Mshangilie kwa ajili ya dada. Baba Askofu kila akija hapa kwa ninamtambulisha. Sasa leo atasema kwa nini sikumtambulisha. Ni mzee wa kanisa Mustafa Kinitonyama, lakini ni mpenzi sana wa kusali kwa usharika wangu wa wengi. Karibu sana dada. Hata Yesu alikuwa na marafiki zake wapendwa kina Maria na Marita. Huyu ni Maria wangu na Marita kwa Askofu. Asante sana. Karibu tafadhali. Kwanza kule nyuma kwa karibu.
hayajaisha, bado yako matukio, tunawapa tena nafasi nyingine. Sasa niombe nafasi hii nichukue kwa niaba ya mwenyekiti wetu, nikabishe Mheshimiwa Baba Askofu kuja nisaidie kuombea sadaka hii ili wazee wa kanisa waweze kwenda kuihesabu. Karibu baba. Tusimame kanisa.